Tumekusanyika jioni ya leo kwa ajili ya semina juu ya Kwaresma. Semina juu ya Kwaresma ambapo tunaongozwa na ujumbe unaosema Kwaresma tohara ya moyo. Na zaidi ya yote tunaongozwa na ujumbe wa nabii Yeremia sura ya 4 aya ya 3 hadi ya 4. Somo katika kitabu cha nabii Yeremia sura ya 4 aya ya 3 hadi ya 4. Maana Bwana awaambia hivi watu wa Yuda na Yerusalemu: ulimeni udongo katika konde zenu, wala msipande mbegu kati ya miiba. Jitahirini kwa Bwana, mkaziondoe govi za mioyo yenu, enyi watu wa Yuda na wenyeji wa Yerusalemu. Ghadhabu yangu isije ikatoka kama moto, ikawaka hata mtu asiweze kuzimia, kwa sababu ya uovu na matendo yenu. Neno la Bwana. Neno la Bwana. Ndugu zangu, tunapotafakari kuhusu Kwaresma na tunapojua kabisa tuko katika kipindi cha Kwaresma, basi ningeomba nianze nyuma kidogo kabla tujaingia kwenye mada yenyewe. Na tunapoanza nyuma kidogo, tutafakari kidogo kuhusu Kwaresma. Kuhusu Kwaresma. Kwaresma maana yake nini? Tunafahamu wazi kwamba Kwaresma ni kipindi cha siku 40. Ni kipindi cha kufunga katika kanisa. Kwaresma ni maandalio ya kuelekea Pasaka. Kama huko mbeleni hakuna Pasaka, basi hatuna haja ya kuwa na Kwaresma. Kwaresma ni maandalio ya kuelekea Pasaka. Kwa sisi wa Katoliki na baadhi ya madhehebu mengine ya Kikristo, Kwaresma huanza Jumatano ya Majivu. Na tunasema ni kipindi cha siku 40. Kuanzia Jumatano ya Majivu mpaka Jumamosi Kuu tunapata siku 40. Lakini katika siku hizo 40 ukizijumlisha zote zinakuwa 46. Lakini ukitoa Jumapili ambazo tuziingizi kwenye mfumo wa Kwaresma tunapata siku 40. Ukienda kwenye kalenda yako ukihesabu kuanzia tarehe 18 mpaka Jumamosi Kuu, ukatoa Jumapili zote, unabaki na siku 40. Kwa hiyo tunaanza Kwaresma Jumatano ya Majivu, ambapo tulipakwa majivu majuzi, ambapo katika kanisa tunapakwa majivu ambayo kichwani mwetu tunawekewa ishara ya msalaba kwa njia ya majivu, huku tukisindikizwa na ujumbe unaosema tubuni na kuiamini Injili, au mwanadamu kumbuka mavumbi na mavumbini utarudi. Mtu mmoja padri alisema tunapakwa majivu kama ishara ya kwamba sisi tu wa dhambi. Majivu tunayopakwa kichwani ni ishara ya kwamba sisi tu wa dhambi. Na ile ishara ya msalaba ya majivu yale, maana yake tunaye mkombozi, tunaye mwokozi atakayeweza na anayeweza kutusamehe dhambi zetu, anayeweza kutuokoa. Kipindi cha majivu, liturujia inapambwa na rangi ya zambarau, kama tunavyoona altareni, kama tunavyoona vitambaa. Kipindi cha zambarau ambacho kinaonyesha alama au ishara ya toba, majuto, lakini pia maombolezo. Lakini hali ya zaidi ya unyenyekevu. Neno Kwaresma linaanza kutoka katika lugha ya Kilatini quadragesima, maana yake 40. Lakini kwa Kiitaliano ni Kwaresma. Neno la Kiingereza la Kwaresma, kama wengi wanavyosema Lent season, kipindi cha Kwaresma, maana yake masika.
Lent maana yake masika. Kwaresma ni kipindi cha masika, na tunafahamu kipindi cha masika ni kipindi cha kuchipua, kipindi cha kupanda mbegu, kipindi cha kilimo. Kwa Kwaresma ni kipindi cha masika, na kwa Wajerumani neno hili linachipuka katika neno ambalo maana yake muda mrefu. Kwaresma sio ya muda mfupi, ni ya muda mrefu, siku 40, muda wa kutosha. Kwa hivyo tunapotafakari Kwaresma, tunajua kwamba Kwaresma ni kipindi cha masika, masika ya roho, sio masika ya mwili peke yake, sio masika ya hali ya hewa nje, ila ni masika ya roho. Katika Kwaresma, masika hii, katika masika ya roho yako, unataka kupanda nini? Unataka kulima nini? Na unatarajia kitu gani kichipue katika Kwaresma? Toba, maombolezo, unataka maisha mapya, au mbegu gani unapanda kipindi cha Kwaresma itakayo kusindikiza mpaka kipindi cha Pasaka uvune? Kipindi cha Kwaresma kinasindikizwa na mfungo. Lakini zaidi ya yote, Kwaresma inasindikiza mwanadamu au Mkristo kuelekea Pasaka, kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Hicho ndio kilele. Baada ya kumaliza Kwaresma, tunatarajia kuingia kwenye Pasaka, ambapo zamani kabisa, zamani za kale, kabla Wakristo hawajaanza kufunga kwa siku 40, Kwaresma ilikuwa ni kwa ajili ya wale wanaotarajia kubatizwa, wale wakatukumeni. Kwaresma ndio ilikuwa mahususi kwao, na mfungo wao haukuwa mfungo wa siku 40, ulikuwa ni mfungo wa siku 3, ambapo wao walijiandaa ili kusudi siku ya kubatizwa wawe tayari kupokea fumbo la ufufuko, lakini kupokea imani kwa njia ya kubatizwa. Wakristo walianza kufunga kwa siku 40, walianza kufunga Misri, katika mji wa Alexandria. Ndio Wakristo walianza kufunga siku 40. Lakini kabla ya hapo, Wakristo walikuwa wanafunga siku 3. Wakristo, kanisa la mwanzo, karne za mwanzoni, walikuwa hawafungi siku nyingi, zilikuwa ni siku 3, lakini zaidi wale waliokuwa wanajiandaa kuingia kwa ajili ya kubatizwa. Lakini kabla tujatafakari zaidi mada yetu ya leo, swali la msingi, maswali makuu mawili. Kwa nini Kwaresma? Kwa nini? Kwa nini Kwaresma? Ni kweli ni kipindi cha kanisa, kinakuja, kitaondoka, kingine kitakuja mwakani, na mwaka kesho kutwa tutaingia Kwaresma, na mwaka mwingine pia tutaingia Kwaresma. Au ukiangalia huko nyuma tulikotoka, ulishakuwa na Kwaresma nyingi mpaka hapa tulipo. Jana tulitafakari Kwaresma hii uitumie vizuri. Hakuna anayejua kama mwakani atakuwa kwenye Kwaresma. Hakuna. Kwa unahitaji Kwaresma ngapi ili ubadilike? Unahitaji Kwaresma ipi ili upande mbegu bora? Unahitaji Kwaresma ngapi ili ufanye toba? Ni Kwaresma ipi unayoisubiri ya mabadiliko zaidi ya hii ulionayo leo? Swali letu la msingi la kwanza, kwa nini Kwaresma? Kwa nini? Yaani kwa nini kanisa liweke kipindi cha Kwaresma? Ndio tulikuwa tuna uwezo wa kufanya mambo mengine tukaingia Pasaka, lakini kwa nini Kwaresma? Hoja ya msingi ya sisi kuingia kwenye Kwaresma ni ipi? Kama ni matayarisho ya Pasaka, tulikuwa tuna uwezo kujiandaa mwaka mzima. Lakini kwa nini Kwaresma? Kwa nini kanisa limetunza Kwaresma tokea kipindi hicho hadi leo? Basi jibu letu ni kwamba Kwaresma ni kifungo cha kanisa linalosafiri, ambapo kifungo hichi kinamtofautisha Mkristo au Wakristo dhidi ya adui wa msalaba, Bwana wetu Yesu Kristo, yaani wale ambao hawataki kuamini. Kwaresma ni kifungo cha Wakristo ambao wako safarini. Ni kifungo kinachotofautisha Mkristo mbatizwa, hasa katika imani hii ya Katoliki,
dhidi ya maadui wa msalaba wa Kristo. Kwaresma ni kipindi cha kumwandaa Mkristo, kipindi kinachompeleka Mkristo katika uwanja wa vita vya kiroho. Ni kipindi kinachomuimarisha Mkristo, kipindi kinachomtia nguvu Mkristo, kipindi kinachomwandaa Mkristo kushinda vita ambayo Kristo alishinda dhidi ya Shetani. Kwaresma, jambo msingi mojawapo ni jambo la utii na uaminifu. Utii na uaminifu. Unaweza kuwa mtii kwenye Kwaresma hii? Unaweza kutii neno la Mungu? Mimi nawezaje kumtii Mwenyezi Mungu kipindi hiki cha Kwaresma? Nawezaje kutii mafundisho ya Kwaresma? Nawezaje kuwa mtiifu kwenye neno la Mungu linaloniongoza kipindi hiki cha Kwaresma? Lakini pia uaminifu. Nawezaje kuwa mwaminifu katika kipindi cha Kwaresma? Funga yangu ninayotaka kufunga, naweza kuwa mwaminifu juu ya kufunga kwangu? Kama ni toba, naweza kuwa mwaminifu juu ya toba ninayoiweka? Kama ni sadaka au matendo ya huruma, ni kweli nayafanya matendo ya huruma kutoka moyoni? Ni kweli nayafanya matendo ya huruma kutoka kabisa yule ninayetaka kumsaidia, au nasaidia wale ambao ninawajua peke yake? Uko tayari kuwa mwaminifu? Kwaresma inatudai uaminifu na utiifu. Utii, kutii neno la Mungu, kutii miongozi ya kanisa, lakini kutii Kwaresma yenyewe. Uko tayari kutii neno la Mungu, kuacha dhambi? Uko tayari kumfuata Kristo ambaye yuko safarini kuelekea msalabani kwa ajili ya kukombolewa mwanadamu? Upo tayari kwa ajili ya hilo? Baraza la Maaskofu linatushirikisha ujumbe unasema usichoke kutenda mwema. Uko tayari kuwa mwema? Uko tayari, unakubali kutii wewe kuwa mwema? Unakubali wewe kutii? Unakubali kuwa mwaminifu katika wema unaofanya? Uko tayari? Kwaresma inatuandaa tuwe tayari. Lakini sababu ya pili kwa nini tunakiingia kwenye kipindi cha Kwaresma, kwamba maandiko matakatifu yanatuasa, yanatufundisha, yanatualika tuingie katika kufunga, kusali na matendo ya huruma. Neno kufunga limetajwa zaidi ya mara 70 kwenye maandiko matakatifu, ambapo inamaanisha maana mbili. Maana ya kwanza, kuna kufunga kwa mtu mmoja mmoja na kufunga kama jumuiya. Kwa hiyo hata kama taifa zima halitafunga, bado wewe una nafasi ya kufunga. Hata kama familia yetu haitafunga yote, ila mimi ninayo nafasi ya kufunga. Hata kama rafiki zangu wote hawana mpango wa kufunga, ila mimi bado nina nafasi ya kufunga. Maandiko matakatifu yanatualika kufunga, ambapo ni nguzo ya kwanza ya kipindi cha Kwaresma. Kufunga. Dhamira ya kanisa hasa katika kipindi cha Kwaresma ni kumuingiza Mkristo katika tendo shirikishi la kujiachilia, kujinyima, kujikatalia, ambapo huo ndio utume wa Kwaresma. Utume wa Kwaresma ni mwanadamu kubadilisha maisha yake kwa njia ya toba, kufunga, sala, sadaka, lakini pia matendo ya huruma. Utume wa Kwaresma ni tendo shirikishi. Kanisa linatushirikisha kuingia kwenye utume wa Kwaresma, na kanisa la Tanzania linatushirikisha kuingia kwenye utume wa Kwaresma kwa namna ya mtu kuwa mwema na kutokuchoka kuwa mwema na kutenda mema. Utume wako wa Kwaresma msimu huu, licha ya kwamba unaalikwa kuingia katika toba, kufunga, kutenda matendo mema, kujikita katika sala na kukua katika sala, lakini bado utume wako unaalikwa kama Mkristo wa Tanzania kutenda na kutokuchoka kutenda na kuwa mwema. Kanisa la Tanzania linatualika usichoke, tusichoke, nisichoke kutenda mema.
Kama nitafunga, kama nitasali sana, kama nitajinyima, kama nitajikatalia, kama nitafanya mambo yote kadiri ya Kwaresma, kama sitakuwa mwema, napoteza muda wangu. Ni bora nile, ni bora ninywe, ni bora niendelee tu na maisha yangu ya kawaida, kama kuwa mwema sitaweza. Tumsifu Yesu Kristo. Utume wa Kwaresma unatualika kufunga, toba, kusali, matendo ya huruma, lakini zaidi ya yote kuwa mwema. Kushirikiana na Kristo, kuwa mwema. Mungu ni mwema na alimuumba mwanadamu kuwa mwema. Maana yake tunaalikwa kurudi kwenye asili yetu, kurudi kwenye kazi ya uumbaji, kurudi zile siku ambazo Mungu alimuumba mwanadamu na akamuona ni mzuri kuliko kiumbe kingine chochote. Turudi kule. Kwaresma inatualika kurudi kule mwanzo. Siku zile ulipoumbwa, nilipoumbwa, tulipoumbwa, hatukuwa wabaya. Siku ile Mungu alipomuumba mwanadamu, hakumtilia mwanadamu ubaya. Alimfanya mwanadamu kuwa mwema. Alimfanya mwanadamu kuwa mzuri, tena kuwa mzuri sana. Kutokuwa mwema, kutokuwa wabaya, kuwa wakaidi, kuwa hivi tulivyo waovu, Mungu hakutuumba kwa ajili hiyo. Tujitafakari na tujiulize maswali maishani mwetu. Uovu wangu moyoni kwangu, kwenye maisha yangu, unatoka wapi? Kwa nini nawazia wengine mabaya? Kwa nini nataka kuwatendea wengine ubaya? Kwa nini nafikiria wengine kuhusu mambo mabaya? Kwa nini napanga mbinu mbaya? Kwa nini nataka kuangamiza wengine? Mawazo yetu mara nyingi tunapokusana na watu, je, uko tayari kuwa mwema kwa njia ya upatanisho? Uko tayari kuwa mwema kwa njia ya kuomba msamaha, kwa njia ya kuomba radhi, kwa ajili ya kujipatanisha na ndugu yako? Uko tayari kuwa mwema kujipatanisha na Mungu? Uko tayari kuwa mwema kujipatanisha na maisha yako na nafsi yako? Uko tayari? Mungu aliumba mwanadamu awe mwema. Kanisa la Tanzania linatualika kwamba utume wetu wa Kristo wa Tanzania kipindi cha Kwaresma 2026 ni kutenda na kutokuchoka kutenda mema. Huo ndio ujumbe na huo ndio utume wetu wa Kwaresma mwaka 2026 hapa kanisa la Tanzania. Katika hayo yote, dhamira ya kanisa ni kumfanya mwanadamu atoke katika maisha mabaya na aishi maisha mapya ndani ya Kristo. Hivyo basi, Kwaresma ni kipindi cha kusafiri. Tunasafiri. Kwaresma ni kipindi cha kufunga safari na kwenda, sio kufunga safari na kubaki. Ni kipindi cha kufunga safari na kumfuata Kristo, kipindi cha kufunga safari na kutembea na Kristo, kipindi cha kufunga safari kumwelekea Kristo, kipindi cha kufunga safari na kuenda pamoja na kuambatana na Kristo. Kama hatuwezi kufanya haya, kama hatuwezi kujifungamanisha na Kristo, basi mambo yetu mengine yote hayana maana. Hatujamaliza siku nyingi sana tangu tumeanza Kwaresma. Mpango mkakati wako wa Kwaresma hii, kama haukutengenezi kuwa mwema, kama mpango wangu wa Kwaresma hii haunionyeshi dira, haunionyeshi njia ya kuwa mwema, kuwa Mkristo mwema, kubadilika, kuacha ubaya, kuacha dhambi, kuacha uovu na kuongoka na kuwa mwema, Kwaresma yangu bado sijaianza. Bado sina maana ya Kwaresma yangu. Bado nipo kwenye kivuli cha kwamba na nipo kwenye Kwaresma, ila sina Kwaresma bado. Na tangu mwanzo tumesema tumia Kwaresma hii kama nafasi yako ya pekee. Tutumie Kwaresma hii kubadilika. Badilisha jambo kwenye maisha yako, kutoka kuwa ubaya kwenda kuwa mwema. Usiongeze chumvi ya ubaya kwenye Kwaresma hii. Kama ni chakula cha ubaya kimeiva, basi ipua. Usiongeze viungo vingine, chakula kiendelee kuwa kikali zaidi. Kwaresma hii tubadilike. Tubadilishe kitu kwenye Kwaresma hii.
Kama hatuwezi kubadilisha, basi tumwombe Mungu atupe nguvu ya kubadilisha yale yote ambayo si mema, yale yote ambayo ni mabaya, yale yote ambayo ni maovu. Tumwombe Kristo abadilishe na tufanye kuwa wema. Lakini swali la pili, je, natunzaje Kwaresma yangu? Kwaresma sawa, ipo. Naiendeshaje? Naitunzaje Kwaresma yangu? Kwa njia zipi? Zipo njia nyingi za kutunza Kwaresma. Zipo njia nyingi za kuenenda katika Kwaresma, ambapo tunazo juhudi nyingi, tunazo harakati nyingi za kutembea katika njia ya Kwaresma. Juhudi hizi za kiroho, juhudi hizi za maisha yetu ya kiroho, ambazo zinataka tusaidie sisi tuenende vyema katika kipindi cha Kwaresma, lazima zisitutenganishe na lengo la kanisa. Lazima zisitutenganishe na lengo la kanisa. Kama unafunga, funga, ila usisahau lengo msingi la kipindi cha Kwaresma katika kanisa. Kama unasali, sali, lakini usisahau lengo msingi la Kwaresma katika kanisa. Kama unatoa matendo ya huruma, toa, ila usisahau lengo msingi la kipindi cha Kwaresma ni sisi kuelekea Pasaka. Isije ikawa Kwaresma ni mazoezi ya sisi kupungua miili. Isije ikawa Kwaresma ni zoezi la diet basi. Isije ikawa Kwaresma ni zoezi la kuabadabisha mwili kimwili tu, haina faida yoyote kiroho. Isije ikawa hivyo, kwamba sili, sinywi, najinyima, si kwa sababu ninufaike kiroho, labda nipunguze kitambi, nipunguze mafuta, sijui nipunguze unene. Kama Kwaresma itakuwa kwa namna hiyo, basi utakuwa unafanya mazoezi ya mwili, utakuwa upo kwenye diet. Lakini mazoezi yote ya mwili na roho lazima yatupevushe na yatukomaze kuingia safari ya kiroho katika kanisa. Lazima tuelekee ile njia ambayo kanisa linatutaka tupite, safari ya kuwa wema, lakini zaidi ya yote kufika Pasaka. Pasaka lazima ufike ukiwa mtu mpya. Pasaka lazima ifike ukiwa umefanya mabadiliko. Pasaka isije ikafika bado ni yule yule, tena tumeharibika zaidi. Kilichoongezeka umepungua mwili tu. Si kweli. Kwaresma, njia zetu zote, mbinu zetu zote za kufunga, za kutoa matendo ya huruma, kusali, zile nguzo tatu msingi ambazo ni juhudi na jitihada za kiroho kipindi cha Kwaresma, zitusaidie katika maisha ya kiroho. Zisiishie kwenye maisha yetu ya nje kimwili tu, lakini lazima tunufaike na maisha yetu ya kiroho. Usisahau Kwaresma yako unavyoikumbatia, usisahau kukumbatia na mpango wa kanisa, ule ambao kanisa limetaka kipindi hiki tuingie katika kipindi cha Kwaresma. Tumsifu Yesu Kristo. Jambo msingi la moja, kipindi cha Kwaresma tumeambiwa tunazo tanzu kuu tatu: kufunga, kusali na matendo ya huruma. Maswali yalikuwa mengi juu ya kufunga. Nafungaje? Na inawezaje kufunga? Yawezekana katika kipindi cha Kwaresma matendo ya huruma na sala yastiliwe mkazo zaidi kama kufunga. Wengi inawezekana tunaishia kwenye kufunga tu, mkazo kwenye kusali na mkazo kwenye matendo ya huruma haupo sana. Na swali kubwa ambalo niliulizwa na niliambiwa niko maeneo ni hili la kufunga. Kwa asili kwa mwanadamu, tendo la kufunga linaonyesha wazi kwamba kuna kitu hakiko sawa kwenye mfumo wa maisha. Katika maisha ya mwanadamu, kufunga inaonyesha kwamba kwenye mtiririko na mfumo wa maisha kuna sehemu kitu hakiko sawa. Kufunga inaonyesha kuna sehemu kwenye mtiririko wa maisha kitu fulani hakiko sawa, aidha kimwili au kiroho. Wale wanaofunga ili wapunguze mwili, maana yake kuna shida kwenye afya.
Kuna tatizo fulani unaambiwa punguza. Mwili umezidi, punguza. Unene umeongezeka sana, punguza. Sio mafuta, punguza. Mwili urudi kwenye hali ya kawaida. Kwa kufunga inaonyesha kwamba kwenye maisha ule mtiririko wake kuna sehemu haiko sawa. Na kama haiko sawa, kuna sehemu kuna mkwamo au kuna mvurugano kwenye maisha, aidha kiroho au kimwili. Licha ya kufunga licha kwamba ni tendo huru, ila kuna nyakati tendo la kufunga ni tendo la lazima. Tendo la lazima kufunga tangu kale watu walikuwa wanafunga. Na sasa mimi ningependa tuzungumze hawa watu ambao sisi ndio walitusukuma na wametufanya leo hii tunawaona kama mfano wa kufunga. Wayahudi walikuwa na mwezi wa kufunga. Na ule mwezi wa kufunga ulikuwa unaitwa Tanithi. Tanithi zilikuwa ni siku za kufunga kweli kweli. Hawa ndugu walikuwa na mwezi ambao unaitwa Marheshwan, manake mwezi mchungu. Mwezi wa Marheshwan. Mwezi wa Marheshwan katika nyakati zetu kipindi hiki ukipanga miezi unaupata mwezi huu kati ya mwezi wa 8 na mwezi wa 9. Mwezi wa Marheshwan, mwezi mchungu. Katika mwezi huu Wayahudi walikuwa wanafunga. Lakini kufunga kwao kulikuwa kuna nia. Ipo nia iliyowafanya wao wafunge. Na mimi na wewe kama tunafunga lazima tuwe na nia. Ni nia gani au lengo gani, intention gani inayokufanya ufunge? Unayo? Kama huna nia binafsi, basi tembea na nia za kanisa. Toba, maombolezo, kutubu, kumrudia Bwana, tembea na nia za kanisa. Kama huna nia binafsi ya kiroho ya kukufanya ufunge, funga katika nia za kanisa. Wayahudi kufunga kwao ilikuwa lazima mtu awe na nia. Na kufunga ilikuwa sio tu kufunga peke yake, ila kufunga ilikuwa ni namna nyingine ya kukazia sala. Tumsifu Yesu Kristo. Ilikuwa ni njia nyingine ya kusali zaidi. Pale ambapo vitu havikai katika mtiririko wa maisha, pale ambapo tunaona jambo fulani limekwama, sala yenye nguvu ilikuwa ni kufunga. Hawa ndugu katika mwezi wa Marheshwan walifunga, waliweka nia katika wakati fulani na katika kipindi fulani, kwamba nitafunga na watafunga kwa kipindi fulani kwa kusudi fulani. Sasa katika maandiko yao hawa ndugu walifunga hasa pale kitu ambacho kilitarajiwa kuwepo alafu kisitokee. Kwa mfano, mvua. Watarajie kipindi cha mvua kimefika alafu mvua haipo. Wakasubiri wasione, basi lazima wafunge. Unasubiri nini kwenye maisha ambacho ulitarajia kitokee hakijatokea? Unachofanya nini? Wayahudi walifunga. Na katika kufunga kwao walianza kufunga tarehe 3 ya mwezi huu mchungu, mwezi wa Marheshwan. Wakifunga kwa sababu ya mvua, wakisubiri mvua hije. Mpaka inapofika tarehe 17 walipoona hakuna mvua, watu wa kwanza kufunga walikuwa ni mtu mmoja mmoja. Mtu mmoja mmoja ndio alikuwa anatakiwa kuanza kufunga. Wale wenye ndoa na wale wasio na ndoa walipaswa kufunga. Walifungaje? Walifunga katika mambo yafuatayo. Kwanza, walifunga siku 3. Siku 3 walifunga. Lakini katika kufunga hizo siku 3 waliruhusiwa kula na kunywa nyakati za jioni. Waliruhusiwa kuoga. Waliruhusiwa kuvaa viatu. Waliruhusiwa kuwa na tendo la ndoa wale wenye ndoa. Lakini waliruhusiwa kupaka mafuta. Wapo baadhi ya watu wanadhani kwamba kufunga ni kujinyima chakula moja kwa moja. Sawa, hiyo ni aina ya kufunga, inaitwa funga kavu, kwamba hamna kula.
alafu kuna kufunga ya mlo mmoja, unakula mlo mmoja tu, alafu kuna kufunga ya maji, wewe unashindia maji peke yake. Lakini kwa watu wengine, licha ya kwamba wanajinyima chakula, licha ya kwamba wanajinyima kunywa, ila hawaogi, hawanawi, hawavai viatu, hawapendezi, basi unataka fubaa, kachakaa, yupo, haeleweki. Huko sio kufunga. Na Jumatano ya Majivu tuliambiwa katika Injili, paka mafuta, pendeza, kuwa na nguvu, acha kulalamika. Mtu kalegea, una shida gani? Nimefunga. Yani hapana, si wewe wa Katoliki hatufanyi hivyo. Funga ukiwa na nguvu, na upokee mfungo huo kwa nguvu zako zote. Usilalamike, usihuzunike kwa sababu umefunga, kwa sababu ulazimishwi. Kama unafunga huko unalalamika, basi kufunga kwako hamna kitu chochote unachokifanya. Kwa sababu kama Wayahudi waliona njia ya kufunga ni njia ya sala, yawezekanaje wewe unasali alafu unalalamika? Kwamba yani mimi nasali lakini yani kusali kugumu. Basi tu. Haiwezekani. Kufunga hakuna kulalamika. Kwa hiyo Wayahudi walifunga siku 3. Katika siku 3 hizi walipoona mvua haijaja na walikuwa wanaingia katika mwezi mwingine, ambao sasa mwezi huo unaitwa Chislev. Chislev ulikuwa ni mwezi ambao maana yake mwezi wa matumaini. Mwezi wa tumaini. Kwa walitumaini kwamba kama katika mwezi mchungu mambo hayakwenda sawa, bali katika mwezi wa Chislev mvua ingenyesha, vitu vingekuwa, mambo yangeenda sawa. Katika mwezi huu kama mambo haya ya kutokea, basi wangefunga siku nyingine 3. Katika siku hizo nyingine 3 walipaswa kula, wangekunywa jioni na kula jioni, lakini mambo yale msingi yasingesaulika. Walipaswa kupaka mafuta, waliruhusiwa kufanya kazi. Usije ukafunga alafu useme wewe hutaki kufanya kazi. Wayahudi walifunga, walikula na kunywa jioni, waliruhusiwa kufanya kazi, walioga, walinawa, walipaka mafuta, na wanandoa walitimiza wajibu wao. Siku 3 hizi zingepita, kama hawajajibiwa, mvua haijanyesha na mambo hayajaenda vizuri, wangeongeza siku nyingine 3. Siku hizi nyingine 3 wangekula na kunywa pale ambapo mapambazuko ya siku mpya yanakaribia, lakini wasingeosha nyuso zao wala kuoga, wasingejipaka mafuta, wasingevaa sendo au viatu, lakini pia kwa wanandoa wasingekutana kimwili katika mwezi wa Chislev. Siku hizo zingepita 3 nyingine, wangeongeza siku 7. Na katika siku 7 hizo basi wasingefanya kazi, maduka yasingefunguliwa, watu wasingenawa, wasingekula, wasingekunywa, wasingejipaka mafuta. Katika maduka hayo yangefunguliwa Jumatatu nusu siku na Alhamisi kama kujiandaa kuingia Sabato. Kwa nini walifanya hivi? Walifanya hivi ili kumsisitizia Mwenyezi Mungu hilo jambo wanaloliomba. Walikuwa wanafunga kukazia sala yao. Kufunga kwao ilikuwa ni highest form of prayer. Ilikuwa ni namna ya kusali kwa namna ya juu, ikisindikizwa na sadaka. Ndugu zangu, sisi tunafunga si mazoezi ya mwili ambayo hayatupi faida ya kiroho. Hatufungi tuishie kwenye mazoezi ya mwili peke yake, ila tunafunga ikiwa ni njia ya sisi kusali. Je, wewe unafunga kwa njia ya kusali? Tumsifu Yesu Kristo. Unafunga kwa njia ya kusali au unafunga kwa njia ya mazoezi? Unafunga kwa njia ya kusali au unafunga kwa njia ya mazoezi tu ya nje? Unayo nia? Unapofunga una nia ya kufunga?
unapojinyima, unapojikatalia, unapojitesa kipindi hiki, unayo nia unayotesekea? Unalo lengo ambalo unatesekea? Unayo sababu ya kufunga? Kufunga ni lazima. Kama huna sababu personal, huna sababu binafsi, basi funga kwa ajili ya nia za kanisa. Funga ukitimiza maandiko matakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Tushirikishane.